Katika hali hii, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Mtandao wa Elimu Tanzania TENMET zimeshauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya yafuatayo ili kuboresha hali hiyo. Fulgens Masawe ni kaimu mkurugenzi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Hapa anafafanua zaidi. Tunaitaka wizara na kuiomba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itoe waraka sekula unaoelekeza walimu wote kuacha matumizi ya viboko na kuelekeza mbinu mbadala za adhabu zinazolinda utu wa watoto wakati mchakato wa marekebisho ya sheria ya elimu unaendelea. 3. Kuendelea kuimarisha utekelezaji na kuanzishwa madawati ya ulinzi na usalama kwenye shule zote ifikapo mwaka 2029. Madawati haya yanatoa mfumo rasmi wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya watoto wanaokumbwa na ukatili wa aina mbalimbali wakiwa mashuleni. 4. Hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi ya wote wanaohusika na matukio haya ya kikatili ambayo yanatweza utu, ambayo mengine ni kinyume na ibara ya 14 ya katiba yetu. Kwa upande wake, Martha Makala ambaye yeye ni mratibu wa kitaifa wa Mtandao wa Elimu Tanzania bado anaamini kuwa adhabu ya bakora inaweza kuondoshwa mashuleni na kuanza kutumia njia mbadala ambayo itamsaidia zaidi mwanafunzi katika kuelewa. Ulinzi na usalama. Hii sheria ya viboko itakavyo kuwepo na ikaondolewa, inawezekana as long as tuna sheria, tuna kanuni na miongozo ambayo itafuatwa mashuleni kutokana na mazingira yetu. Lakini kuhusu madhara ya viboko, lakini pia adhabu kali, kwa sababu kuna adhabu zingine zinazotolewa ni kali zilizopitiliza ambazo zinaathiri kisaikolojia, pia zinaathiri kimwili na kiakili wao wanafunzi wanaopata hizo adhabu na watoto. Kwa hiyo tumekuwa tukiongea na jamii, lakini pia kuwashauri jamii kuja na njia mbadala ambazo ukimpa mtoto anaona kabisa kwamba hapa nilifanya kosa na anaweza akajirekebisha. Kwa hiyo Mkurugenzi wa huduma kwa mtoto kutoka Sisema, Michael Malwa, anasema kwa sasa imefikia hatua hata fikra za kiakili kubadilishwa kutoka neno adhabu hadi kuadabishwa. Sema, huwa tupendi kutumia neno adhabu. Huwa tunapenda kutumia kuadabisha. Sisi tunachokitaka ni watoto waadabishwe badala ya kuadhibiwa. Hivyo ni vitu vile tofauti, kwa sababu adhabu inahusisha kuleta maumivu, wakati kuadabisha inahusisha kurekebisha tabia. Lisungu David